Wapiganaji wa Kihouthi wa Yemen wameeleza kuridhishwa kwao na hatua ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kulani mashambulizi yaliyofanywa siku ya leo na jeshi hilo la Yemen dhidi ya ngome za Israel katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu, na wanasema hasira zake ni ushahidi wa juhudi zenye mafanikio katika kuunga mkono wa Palestina. Wahouthi wanasema kwamba wanafurahi sana kutokana na hasira wanazopata. Wahouthi wanadai kwamba hasira walizopata Waarabu katika ukanda wa Gaza na maeneo yote ya Mashariki ya Kati zinapaswa kufananishwa na hasira hizi, na wakati huo huo waziri mkuu huyo wa Israeli Bwana Netanyahu anapaswa kutambua alivyoumizwa wakati wa mashambulizi hayo. Basi ndivyo ambavyo Wahouthi na jamii ya Waarabu na wengi katika ulimwengu wanaumizwa na mashambulizi ya wanajeshi wake katika eneo la ukanda wa Gaza. Mkurugenzi wa idara ya habari ya harakati ya wapiganaji wa Kihouthi Nasr al-Din Amer ametoa matamshi hayo siku moja baada ya mtawala wa Israel kuwapa kujibu mashambulizi yanayoendelea ya Yemen dhidi ya ngome za Israel. Jeshi la Yemen tangu Oktoba mwaka 2023 limefanya mamia ya mashambulizi kama hayo kama jibu kwa vita vya mauaji ya kimbari vinavyoendeshwa na utawala wa Israel dhidi ya ukanda wa Gaza. Mashambulizi hayo yamelenga hasa meli za utawala wa Israel na meli zinazosafirisha bidhaa kuelekea maeneo yanayokaliwa kwa mabavu, na hivyo kulazimisha meli hizo kuzunguka Afrika ili kufika katika bandari zinazokaliwa na utawala huo. Hali hii imesababisha kuongezeka kwa bei ya bidhaa kwa walowezi wa Israel na kuathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wa utawala wa Israel. Amer amesema Netanyahu ni adui yetu na daima tutajitahidi kufanya maadui zetu wakasirike. Amer amesisitiza kuwa kuwasaidia watu wa Palestina ni ombi la watu wa Yemen, akieleza jinsi raia wa Yemen wanavyoandamana kila wiki kwa maelfu kwa ajili ya kuunga mkono Palestina, wakitoa wito kwa nchi yao kuongeza msaada wake kwa ajili ya kufanikisha lengo la ukombozi wa Palestina. Amer ambaye pia ni mkuu wa shirika rasmi la habari la Yemen Sabah alimwelezea Netanyahu kama mhalifu wa kivita, akirejelea hukumu ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC dhidi ya waziri mkuu huyo wa Israeli mwaka uliopita kutokana na uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu wakati wa vita vya utawala wa Israeli dhidi ya Gaza. Afisa huyo amesema Netanyahu anapaswa kufikishwa mahakamani badala ya kutoa vitisho. Aidha, amebainisha tofauti kubwa kati ya matendo ya utawala wa Israeli na majibu ya jumuiya ya kimataifa, akisema kimya dhidi ya uhalifu utawala wa Israeli kunachochea utawala huo kuendelea kufanya uhalifu zaidi na zaidi. Basi mtazamaji, nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utakuwa ukiyafahamu ya ulimwengu.